Wafanya nini? Nasherehekea 15. Uko na umri wa miaka 15. Na maanisha nasherehekea misimu 15 ya Shamba Shape Up. Ndio. Karibu kwa msimu wa 15 wa Shamba Shape Up. Tumetembea kote Afrika Mashariki kutafuta wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea wakati tunawapa maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata pale kunapokuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tunataka kuwapa msaada kupata mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutaona jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu, huku wakijifunza kutoka kwa kila mmoja wao katika njia nyingi. Jiunge nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima kwenye safari ya Shamba Shape Up. 98, 99, 100. Tony, natumai uko tayari. Tony! Tony! Hai! Tony! Tony! Jamani, siwezi mtafuta tena. Nimechoka. Karibu kwa Shamba Shape Up. Wiki hii tuko Kagari katika kaunti ya Embu. Kwa majina naitwa Ruth wa Jamben. Mimi ni mkulima ambaye anafuga kuku, anafuga ng'ombe, niko na kahawa, niko na madizi, mahindi, maharagwe, mpunga, viazi na hata nyanya. Mtoto wangu anaitwa Brian, ndiye huwa tunasaidiana hii kazi. Tukiwa na tatizo fulani, huwa anaangalia kwa mitandao, tunasaidiana pamoja. Kwa majina naitwa Brian Mwenda. Mimi ni mwalimu na nafanya ufugaji wa kuku. Changamoto sana sana kwa upande wa kuku ni magonjwa, haswa nyumba. Kuna wakati mvua ilinyesha, brooder ikafurika, nilipoteza kuku kadhaa, lakini hao wengine niliweza kuwaokoa. Halo. Mambo, habari ya hapa? Salama, karibu. Mzuri sana, ndio sisi hawa. Nini haswa kilichokuvutia kwa ukulima? Mimi nikiwa mdogo nikikua, mzazi wangu amekuwa akifuga kuku kwa muda mrefu. Kufikia wakati nilipomaliza campus, huo wakati nilikuwa nasaidia hapa na pale. Ndio niliona kuna ile market gap. Watu wanataka kuku, mayai, na nikasema tukishikana mkono na tuingie katika hiyo venture, I think kila kitu itakuwa sawa. Kuna changamoto yoyote? Kabisa ziko. Kwa upande wa chakula, hatujuangi tunalisha hii ng'ombe anafaa kukula kilo ngapi ndio aproduce maziwa. Shamba Shape Up tuko hapa na tutafanya kazi nanyi kuhakikisha kwamba hizo changamoto tutaona kama tunaweza kuzisuluhisha hapa na pale. Huwa tutembei peke yetu, tunatembea na wataalamu. Tutafurahia. Kwa hivyo mtakuwa mkitayarisha, si ndio? Kabisa. Ufugaji wa kuku una faida sana. Lakini kwanza, mkulima anahitaji nyumba nzuri ya kuku. Ruth anahitaji msaada wetu katika hiyo. Kuku wamesongamana sana. Hakuna hewa ya kutosha. Na Brian alisema brooder ilipatwa na mafuriko katika msimu wa mvua uliopita. Ni wakati wa kupigia iShamba. Pia unaweza kuwapigia iShamba kwenye nambari 0711082606 na ukajifunza jinsi ya kujenga banda zuri la kuku. Sasa tuna mipango kutoka iShamba na kazi imeshaanza ya kuwajengea Ruth na Brian banda jipya la kuku. Na paa linawekwa ili kuwalinda kuku kutokana na jua na mvua. Ili mpate ng'ombe mzuri mwenye uzalishaji mwingi wa maziwa, kutalingana na vile ulivyomtunza akiwa ndama.
Dr. Ruth Ndung'u kutoka Unga Farm Care yuko hapa kumwona ndama mpya hapa shambani na kusaidia Ruth kumlea ndama ili kuwa ng'ombe mzuri mwenye uzalishaji mzuri. Na kitu cha kwanza anachoona ni banda. Troughs za chakula na maji ziko sawa, lakini floor pale ng'ombe wanasimama iko na mashimo. Inaweza tuma ng'ombe aharibike miguu yake. Kitu kingine nimeona ni pale wanalala, hiyo space ni ndogo. Juu mmoja akilala mbele mwingine hawezi toshea. Hebu eleza mtaalamu, nia yako haswa ya kuwafuga hawa ng'ombe ilikuwa gani? Niwe na maziwa mingi, niweze kuuza ndio nipate profit. Na pia niwe na ng'ombe wengi. Na kwa sasa azimio lako limetimia. Naendelea pole lakini naona niko kwa mwelekeo sasa sababu mko hapa. Hebu elezea mtaalamu vile unavyomtunza ndama wako wakati anapozaliwa. Kama huyu fenye mamake alijifungua, mama akiwa amelala hapo, ndama akatoka, niliweza kumchukua, nikamweka mahali pake, mama bado kama amelala hapo. Aliweza kulala hapo masaa kama 3 hivyo. Kidogo wakati aliamka, nikamkamua, alafu hiyo maziwa ya kwanza nikaweza kupatia ndama. Baada ya siku ya 3 ndipo nimpatia hii chakula inaitwa pellet. Hapo nikamwekea maji. Safari ya ule ndama ilianza ile wakati ulikausha ule ng'ombe. Kama ni chakula ya nguvu, itasaidia ng'ombe ya kizaa, ng'ombe atapata ile colostrum, kiwango kizuri ya kupea ndama. Na ule ng'ombe alipozaa, akuwe na nguvu ya kusimama. Ng'ombe wako alikuwa aoshe mtoto wake, amlambe, amuoshe. Hiyo ni ya muhimu sana. Inaamusha ile mifupa ya ndama ndio circulation iweze kwenda vizuri. Ule ndama alipozaliwa alikuwa apatiwe colostrum masaa 1 ama masaa 2. Hiyo ni kumaanisha zile cells zile zinaenda kutengeneza immunity zitakuwa absorbed mingi kuliko saa ile utakuwa umechelewa. Lakini naona ndama ako sawa, sasa si ni maisha kuendelea. Na Ruth, yes. Ni vizuri sana ujue ni chakula gani unapea ule mtoto. Because chakula yenye iko kwa soko ingine sio mzuri na watoto. Kuna chakula mzuri sana tumetengenezea wakulima inaitwa Fugo Calf Starter Pellets. Na ndio unaanzishia ule mtoto nayo, kutoka hapo siku 3, 4, protein yake iko juu, energy iko juu. So zile Calf Starter Pellets unazipea vipi? Huwa napima na kikombe. Unamwekea. Hauchanganyi na maji ama na maziwa. Hapana. Hiyo ni mzuri. Nampatia ikiwa dry. Hiyo ni mzuri sana. Awekewe kidogo kama 200 grams hivi kwa siku. Tuende tukiongezea ikue 1/4 ya kilo. Akimaliza hiyo tuongezee ikiwe nusu kilo. Tuendelee mpaka afikishe kilo 1.5 hata kilo 2. Unampatia mpaka miezi 3. Unafaa kumwekea nyasi wakati gani? Ni vizuri tumpatie hay ile imekauka kutoka wiki ya 3, ya 4 kuendelea. Mpe Fugo Calf Starter kuanzia siku ya 4 kwa ujazo wa kiganja kwa siku na utamuongezea vitaratibu. Mara tu ndama wako amekula hivi, ongeza kikombe 1 kisha vikombe 2, alafu vikombe 3. Ikifika wiki ya 4, ndama anapaswa kula kilo 1 na wiki ya 8 anatakiwa kula kilo 2. Haya basi zungumzie ndama mwingine sasa. Kulingana na venye frame yake iko, tumbo yake imeanza kuwa kubwa na hiyo inamaanisha hapewi balanced diet. Nimekuwa nikimlisha dhara ama ni nepia. Tunafaa tufanye supplementation. Juu hiyo Napier grass haitoshereshi mahitaji ya huyu ndama. Apatiwe chakula inaitwa Fugo Calf Grow Pencils. Kilo 2 kwa siku. Na ninakuhakikishia huyu ndama nikirudi tena sitampata hivyo. Mlishe Fugo Calf Grow Pencils kuanzia miezi 3 hadi miezi 7 kwa ujazo wa kilo 2 kila siku. Tusisahau yule heifer au ndama mkubwa. Ruth anahitaji kuongeza malisho yake kwa kumpa kilo 2 kila siku ya Fugo Heifer Grow. So akikuwa vizuri na akue haraka, ni kumaanisha atapewa mbegu mapema. Hiyo ni kumaanisha anaingia kwa biashara. Faida. Na hiyo ni faida. Si ungetaka hivyo? Hivyo ndivyo ningependelea. Ndama akiwa mwenye mwelekeo mzuri wa kuwa ng'ombe bora, tunahitaji kuhakikisha wana banda nzuri. Kutokana na ushauri wa mtaalamu, tunaanza kazi ya kukarabati banda la ng'ombe.
tunatengeneza sakafu mpya ili kuwalinda ng'ombe wasipate majeraha. Pia tunaweka paa juu ya sehemu ya chakula ili kulinda chakula kutokana na mvua. Inasemekana kwamba wanawake ndio uti wa mgongo wa uzalishaji wa chakula nchini Kenya. Ushirika wa wanawake wakulima wa Kenya ni shirika ambalo linafanya mambo mengi kwa ajili ya wanawake. Winfred Mureithi, mwenyekiti wa kitaifa, yuko hapa kumfundisha Ruth mambo mengi kuhusu hili. Sasa wakati tulikuwa tunazurura shambani, nimesikia mambo ya sijui rural, sijui Women's Day. Hiyo ilikuwa siku mwafaka kwangu. Ni siku ambayo tuliweza kukutana kama wamama wa vikundi tofauti. Nilipata mafunzo na pia niliweza kufaidika sababu mimi ni mkulima nalisha kuku. Niliweza kwenda nikauza kuku wangu. Hii ilikuwa kikundi gani? Inaitwa WOFAC. Hii WOFAC uliingia aje? Niko kwa kikundi. Leo hiyo kikundi ndio imeingia kwa WOFAC. Sasa nimekupata. Tukitamka tunasema WOFAC, Women Farmers Association of Kenya. Na sana sana tunasema imeundwa na wanachama. So WOFAC inafanya nini? Inafanya kuweka nguvu akina mama. Ile kazi ya kawaida wanafanya kwa mashamba yao. Saa ingine hawapati faida kubwa sana. Kwa hivyo sasa si tunakuja tunaangalia, tunaona hawa akina mama, hii kikundi iko na gap gani? Tunajaribu kuziba hiyo pengo kupitia elimu, kupitia kuwalinganisha na wengine wale wana elimu ya aina hiyo. Wale wote washikandao wanaweza kusaidia wakina mama, kwa sababu mama akitapata faida zaidi, ataongeza chakula kwa meza, ataongeza chakula ya kukula vizuri, ataongeza chakula ndio aweze kuuza ingine, apate pesa kwa mfuko, na pia utajiri utakuwa zaidi kwa mboma yake. Mimi pia niko kwa kikundi ya wamama. Na pengine ile ambayo niko ni ile ya kutoa pesa. Toe pesa leo tumpatie Ruth. Sijui sasa hii WOFAC itanisaidia zaidi na nini? Ni vizuri sana kwanza umepata nafasi ya kuona faida hakuwa kwa kikundi. Lakini sasa WOFAC itakuja na mafanikio zaidi. Inakuelimisha. Na moja ni kusema hata hiyo pesa unachukua hapa kwa hii meza, utaenda kufanya kazi gani nayo kama mkulima sasa. Ukichukua ukisema ni ya kununua fertilizer, unaelewa ni fertilizer gani, unaenda kulima mahindi gani. Kwa hivyo hiyo pesa itakuwa na faida zaidi hata ukichukua hapa kwa meza. Kwa hivyo elimu ndio number 1. Na pia inakufunza jinsi ya kushirikiana, ndio utapata faida zaidi. Kwa sababu kila mtu anakuja ako na kitu analeta kwa meza, anakupatia mawaidha ya aina fulani, huyu mwingine anakupatia aina nyingine, unasoma kwake na wewe unamsomesha pia. Na sisi kwa sababu tuko katika Kenya mzima na pia tuko na network nje ya Kenya na wengine wengi ambao tunashirikiana kwa njia tofauti. Nikiongezea hapo, tunafunza akina mama jinsi ya kutatua conflict resolution kwa Kiingereza. Kwa hivyo katika training yetu ya leadership na uongozi na vile tunaendesha vikundi, tunasema akina mama lazima tujue jinsi ya kutatua. Sasa nataka kujua kwa sababu hii mambo ya Rural Women's Day mumeongelelea sana. Ni muhimu sana kuelewa Rural Women's Day ina maana gani. Kitu ya kwanza ni kuleta watu pamoja. Washikandao wote, wale wote wanaangalia upande wa kilimo. So mafunzo inaletwa na wataalamu kwa aina yote. Wale tunaona wanaweza kutusaidia kuongeza mazao. Pia tunaweka soko mbele. Kama Mama Ruth ako na kuku na hana soko akiwa hapa kwake nyumbani. Si atokee pale, aambie watu mimi ni mkulima wa kuku, chukua namba yangu. Kama ni soko ambayo ulikuwa umepeleka kitu hapo, si utaenda nyumbani na pesa hiyo siku. Ile ingine ni network, ushirikiano wa watu wengi sana. Tunaleta mpaka wale wako na medical check-up, akienda kulima awe na afya nzuri. Na pia insurance, kwa sababu climate change imekuja, alafu ng'ombe wake wamekufa. Sasa insurance anaingilia hapo. Mambo ni elimu kila kona. Tunaweza kuwekana nguvu. Mtu akiwa na shida, kimawazo, tunaelimishana mambo mengi. WOFAC, wamama wakulima. Wamama wakulima, lisha ulimwengu. Kifuatacho baada ya mapumziko.
mbolea ya kiasili ambayo imepata uwiano wa kuendana na mimea yako yote na kuboresha biashara yako ya kuku. Karibu tena kwa Shamba Shape Up. Kazi inaendelea katika mabanda ya kuku na ng'ombe. Kamau anahakikisha kwamba mkulima wetu wanapata mabadiliko kamili. Na wire mesh imewekwa. Sasa tunaanza kazi kwenye sakafu. Sehemu ya kuosha miguu imewekwa ili kuzuia magonjwa. Na bila kusahau kuwasha taa kwenye banda ili kusaidia kuku kula chakula mchana na usiku katika siku za mwanzoni. Mbolea ya kiasili ni nzuri tu kama ile ya kemikali, lakini ni bora kwetu. George Kamunya kutoka Biological yuko hapa kutufundisha mengi kuhusu mbolea za kiasili na kwa nini tunatakiwa kuzitumia. Tuelezee kwa kifupi vile unafanya kazi zako za ukulima hapa. Unapanda mimea yako kivipi? Wakati nakuja kupanda, huwa natumia mbolea DAP. Nikifagia kwa kuku ama kwa samadi ya ng'ombe, naenda namwagia mmea. Hapo sasa ndio tunakosea kutumia mbolea ambayo haijaiva. Kuna viwavi mzuri na pia kuna viwavi zile ambazo sio nzuri. Zile nzuri husaidia sana kurekebisha structure ya mchanga. Lakini zile ambazo sio nzuri, ambazo zinakuja sana sana kwa mbolea ambayo haijaiva, inaharibu mmea ukimea. Ndio. Na katika shamba lako ni zao gani ambalo linakupendeza sana, Ruth? Kwa hii area yetu, nyanya huwa inafanya vizuri. Lakini ushawahi kufikia kile kiwango ambacho unataka cha mavuno? Sijawahi fikia hata nusu yake. Acha nikuulize swali. Jioni unapotayarishia familia chakula, sijui unapenda kuwatayarishia nini? Mchele. Huwa wanakula na nini? Natengeneza na nyama, halafu greens. Basi sasa hivyo ndio huwa tunafanyia mmea. Kwa sababu mmea huwa tunaipatia element moja ya chakula and yet inahitaji chakula kikamilifu. Kuna kuanga na primary nutrients kama mchele hivi, kuko na secondary nutrients. Sasa ni kama ile nyama na pia kuko na trace elements ambazo sasa ni kama zile greens. Ni kama complete diet. Kikamilifu kabisa. Sasa ukiangalia sana sana wakulima mkienda kwa duka mnasemanga nipatie NPK. NPK ni element moja peke yake kwa chakula cha mmea. Hiyo hasa ni kama hiyo mchele. Kwa hivyo unapata tusipopatia chakula kikamilifu kama vile umesema mmea, mazao yatadidimia. Suluhisho ambalo nimekuletea siku ya leo ni aina ya mbolea inaitwa asili. Asili. Na ndio maana tunasema siri ya ukulima ni asili. Kwa vile Ruth unatumia hizi mbolea za kikemikali, ningekushauri usikatize mara moja. Kwa sababu tayari mchanga wako umefanya nini? Umezoea. Tuchukulie mkulima ambaye amekuwa akitumia gunia 2 za mbolea ya kiwandani wakati wa kupanda. Anafaa kupunguza iwe gunia 1, alafu ongeze gunia 2 za asili. Asili iko na bei nzuri na hata Ruth akitumia gunia 3 bado itakuwa rahisi kushinda kitambo alipokuwa akitumia gunia 2 ya mbolea za kemikali. Hebu sasa tujiandae kupanda nyanya. Acha nafasi ya sentimita 60 kutoka mshororo moja hadi mwingine na sentimita 45 kutoka mmea mmoja hadi mwingine. Hiyo mbolea inaweza choma mmea? Asili hata ukishika kwa mkono haitakuchoma kama fertilizer zingine, na hivyo hata ikiguza mmea haitachoma. Asili iko na kaa la kibiolojia, na kaa hili linaitwa biochar. Inaweza kushikilia madini yote, inaweza kushikilia mpaka maji. Kwa hivyo utapata ile wakati ambao kuna kiangazi kali, hata watu watakuwa wanakuuliza mbona yako bado iko green? Niliambiwa na nyanya yangu, ukiweka makaa ama njifu ile ya kuni kwa mmea wowote, huo mmea utakuwa unaendelea vizuri. Sababu huo udongo wa makaa utasaidia kupunguza acid yenye iko kwa mchanga. Kwa hivyo inasaidia sana. Ni wazo nzuri kufanya hivyo. Ni wazo nzuri. Unaweza jitengenezea. Japo hasa shida utapata wakulima kama Ruth ili aweze kutengeneza ama
kupata hilo kaa, lazima itabidi akate miti. Sasa ile suluhisho ambalo tumekuletea siku ya leo iko na kaa la kibiolojia, biochar. Ni kaa ambalo limetengenezwa kwa kiteknolojia ya hali ya juu na pia haidhuru mazingira yetu kwa sababu limetengenezwa kutokana na waste zile ambazo tungetupa. Huwa tunasema ni heri wewe uweze kuspecialize na ile area ambayo uko nayo ambayo ni ukulima. Alafu sisi kama wataalam tuweze kukutengenezea product ambayo imekamilika, kikamilifu. Naweza panda nayo kwa mimea ingine ama bado ni kwa nyanya peke yake? Unaweza ukaitumia kwa mimea yote. Tunapopanda, tunapanda naye. Baada ya wiki 3 ama wiki 4 wakati wa top dressing. Ndio. Unafaa kuweka tena. Tunaweka tena. Na kama ni mmea ambao tunaendelea kuvuna kama nyanya, ni vizuri baada ya kila wiki 4 unaongezea. Kwa sababu tunataka tuendelee kuvuna yale matunda kwa nyanya. Karibu katika Shamba Shape Up, habari za kilimo kwa ajili ya Kenya. Leo tunaenda kuangazia utabiri wa hali ya hewa ya msimu kwa ajili ya mvua za muda mrefu mwezi wa Machi hadi Mei. Tunatarajia mvua za juu ya wastani huko Nyanza, sehemu za bonde la Ufa na magharibi, wakati mikoa ya katikati, mashariki na pwani itapata mvua ya chini ya wastani, ilhali kaskazini mashariki mwa Kenya na kaskazini mwa pwani kunatarajiwa mvua chini ya wastani. Hebu tuangalie mvua zitakapoanza na kuisha katika maeneo tofauti ya nchi. Kama inavyoonekana kwenye ramani, mikoa ya kaskazini magharibi na kaskazini mashariki, mvua zitaanza wiki ya kwanza au ya pili mwezi wa Aprili. Hii inajumuisha Turkana, Samburu, Marsabit, Mandera, Wajir, Isiolo na Garissa. Kaunti za kusini mashariki zikijumuisha Kitui, Makueni, Machakos, Taita Taveta na Kajiado zitapata mvua kuanzia wiki ya mwisho ya mwezi wa Machi au mwanzo wa Aprili. Mvua hizi zitaendelea hadi wiki ya 3 au ya 4 ya mwezi wa Mei. Pwani ya kaskazini itapata mvua kuanzia wiki ya 2 au ya 3 mwezi wa Aprili na itaendelea kunyesha hadi mwezi wa Juni. Hii itanyesha katika kaunti za Lamu, Malindi, sehemu za Tana River na Kilifi. Pwani ya kusini ikiwemo Mombasa na Kwale itapata mvua katikati ya wiki ya mwisho ya mwezi wa Machi au mwanzo wa Aprili na kuendelea hadi wiki ya 3 au ya 4 mwezi wa Mei. Kaunti za katikati mwa Kenya zitapata mvua kuanzia wiki ya mwisho ya mwezi wa Machi au wiki ya kwanza ya mwezi wa Aprili na kuendelea kunyesha hadi wiki 2 za mwisho mwezi wa Mei. Hii itanyesha katika kaunti za Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Meru, Embu na vilevile Nairobi na Kiambu. Katika bonde la Ufa, mikoa ya magharibi na Nyanza, mvua iliyoanza mwezi wa pili itaendelea hadi Juni. Hii itanyesha Pokot Magharibi, Uasin Gishu, Nandi, Kericho hadi Busia, Kakamega, Bungoma, Vihiga, Siaya, Homa Bay, Nyamira, Kisii na Migori. Mkulima, jiandae kwa ajili ya mvua kwa kuandaa shamba lako. Nunua mbegu sahihi zilizoidhinishwa kwa ajili ya eneo lako kutokana na kiasi cha mvua unachotarajia kupata. Wasiliana na iShamba ili kujua aina bora ya mimea kwa ajili ya eneo lako. Sasa ni wakati mzuri wa kuandaa mbolea yako ya asili na samadi kwa ajili ya kupanda. Mbolea nzuri ya asili hutengenezwa kwa kuchanganya mabaki ya mimea na kinyesi cha wanyama. Fanya kipimo cha udongo na upate mbolea ya kiwandani iliyopendekezwa kwa ajili ya mimea yako. Rutubisha udongo wako kwa kubadili mimea, kulima kidogo na kufunikia kwa majani. Kwa utabiri wa hali ya hewa wa kina kwa ajili ya eneo lako, wasiliana na iShamba. Piga simu nambari 0711082606. Mimi ni Brenda, tuonane wiki ijayo katika Shamba Shape Up, habari za kilimo. Tuko nje ya muda, bruda inaenda kukamilika. Alafu pazia zishafungwa. Maranda ya mbao yako ndani. Taa ziko tayari. Kamau anapulizia dawa na kujaza sehemu ya kuosha miguu. Kamau amefanya kazi nzuri sana. Nyumba ya kuku itayari. Twende tukawalete vifaranga. Dominic, vipi? Karibu sana Kalo.
Sasa Dominic huyu anaitwa Brian ama Brayo. Brian, karibu sana Ebu Pottery Center. Asante. Sasa Brian, wewe umekuwa ukifuga kuku, si ndio? Kweli. Na umekuwa na changamoto pengine hapa na pale. Ama kuna changamoto yote Kuna changamoto? Kama Haswa hivi? kupata vifaranga kutoka kwa kampuni zinazoaminika. Unajua vifaranga tunapata kutoka kwa hao brokers. Na pia niko na shida pia magonjwa. Matatizo yako tutayasuluhisha. Kweli. Tunauza kifaranga yenye iko na afya. Na kuhusu vile umesema uko na shida ya magonjwa kama Kenchic, huwa tunahudumia customer wetu. Tuko na technical representatives. Unatupigia simu, tunakuja kwa ground. Ikiwa na shida yoyote, tunakuadvise vile hiyo kuku itatibiwa. Na yote ni bure. Yote ni bure. Kitu ingine muhimu huwa tunafanya kama ya magonjwa, huwa tuko na lab, tunapelekanga samples huko. Hatuwalipishi, wewe unaleta sample hapa, tunapeleka, alafu tunakupatia result, tunakuadvise, alafu tunakupatia dawa. Na kila kifaranga yenye tunauza huwa inakuwa imefanyiwa chanjo ikitoka pale kwa hatchery. Broiler huwa tunafanya chanjo ya Newcastle plus infectious bronchitis na tunafanyia guboro. Kama ya layers huwa tunachanja against Marek, guboro, Newcastle na infectious bronchitis. Kenbro huwa tunafanyia chanjo bado 4 kama zile za layers. Vyema kabisa. Sasa hapa tumefika kwa vifaranga, mbona tusipate vifaranga? Nataka kupatia zawadi. Wacha nilete kifaranga. Leta zawadi Dominic. Brian. Hawa ndio wanaitwa Kenbro, kienyeji improved. Ukiangalia hao kifaranga, unaona vile wako strong na wako aina tofauti, rangi tofauti. So hawa vifaranga ni 100 na kila wakati mkulima anachukua kifaranga kutoka kwa Kenchic, huwa tunaruhusu mkulima aangalie kifaranga yake na tunahesabu pamoja. Kama umebuku 100, umepata hiyo 100, umepata hiyo 100. Umefurahi? Nimefurahi sana. Hatuwezi nipatia high five. Wewe lakini wewe. Sasa hizi ni zako. Dominic Karanja kutoka Kenchic amekuja hapa shamba ili kuhakikisha vifaranga vinapata mwanzo mzuri. Anaonekana kufurahia banda jipya. Muda wa kuweka vifaranga vipya. Dominic, yani hata hatutapumua umeshawasili wewe. Nishafika kama vile tu nilikuambia. Sisi huwa tunafuatilia customers wetu mpaka kwa farm, tuangalie vile kuku zinafanya na kama kuna issues yoyote tunawasaidia kutatua. Brian, unaona kama hawa wageni wako wanahisi namna gani? Naona wako sawa. Tabia. Nikiangalia brooder imetengenezwa ikiwa ya laudi, vile inastahili kutengenezwa. Tukiangalia pale chini unaona tumeweka makaratasi. Hii makaratasi tunaweka chakula ili tuanze kufunza hawa vifaranga jinsi ya kukula. Tuko na tray bado ya kuwapatia chakula. Tukiangalia kwa maji, kila drinker ina feed kifaranga 50. Hawa ni 100, naona ako na drinker 2. Hapa katikati hii jiko ndio itapea hawa vifaranga joto sababu hawana mama yao. Ukiangalia hawa vifaranga wamespread kila mahali. Ukitaka kujua kifaranga wa joto imetosha, ni unaona wengine wanakula, wengine wanakunywa maji, wengine wanacheza, wengine wanalala kidogo. Wanakuambia wako sawa. So Brian, kazi mzuri. Na pia wakati kuna swali yoyote, Poultry Center ipo na iko karibu na wewe. Kweli. Ambayo ni free, bure, ulipi chochote. Sawa sawa. Sawa. Banda la ng'ombe pia karibu linamalizika. Siwezi kusubiri kuwaonyesha wakulima wetu. Nimefurahia sana sababu sasa zizi limekuwa sawa. Ng'ombe watakuwa comfortable wakilala. Hakuna mashimo tena. Wataongezea maziwa mengi. Nyumba za kuku zimeongezeka na nina furaha sana. Kama utakuta mabadiliko utafurahi sana. Haya basi tunaenda kutembelea wakulima wengine alafu tunaona wakati mwingine katika Shamba Shepa.